एक ज़माना था कि मेरा नाम भी मस्तूर था। उस ज़माने में खुदा ने दी थी शोहरत की खबर, जो कि अब पूरी हुई बाद अज़ मरूरे रोज़गार। A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Ndugu mpendwa mtazamaji wa vipindi vyetu katika runinga yako ya MTA Africa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu, karibu katika kipindi chetu tena, kipindi ambacho tunaangazia sana na kipindi chetu ni Maktaba ya Masihi. Maktaba ya Masihi ni kipindi ambacho kinaeleza hazina nyingi sana za Masihi Maud alayhi salatu wassalam, mwanzilishi wa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam. Hazina hizi ziko katika muundo wa vitabu. Ameandika vitabu vingi sana. Hapo awali wakati wa mtume wetu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam pia akatabiri wakati Uislamu tabaki tu ni jina tu, basi kuna yule ambaye atakuja kujadidisha dini, na kukuja kwake lazima kuje na zile hazina ambazo zitamsaidia kurekebisha Uislamu, na hivi ni vitabu. Na akasema ya kuwa ataipeana kwa uwingi sana kiasi kwamba hata hakuna mtu atabaki bila kuipokea. Na katika studio, katika mada hii ya Maktaba ya Masihi, siwezi ichambua peke yangu. Ninao wale ambao wamebobea katika elimu ya vitabu hivi ya Masihi Maud alayhi salatu wasalam, na niko nao hapa studioni kama mnavyoona. Upande wangu wa kulia anaitwa Muhammad Oponyo Saib, na vile vile upande wangu wa kulia anaitwa Mwalimu Mahmud Makhoha Saib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni kufika tena katika studio yetu. Ningependa tueleze yule mtazamaji, katika vipindi vilivyopita tunajua ya kuwa huu ni msimu wa 3 wa kipindi hiki Maktaba ya Masihi. Je, mmetuandalia nini ili yule mtazamaji pia apate elimu zake kupitia vitabu hivi vya Masihi Maud alayhi salatu wasalam? Naam, leo tutachambua kitabu kipi cha Masihi Maud alayhi salatu wasalam? Asante sana bwana mtangazaji kwa kunipa nafasi hii kuchangia katika kipindi hiki muhimu ambacho ni kipindi msimu wa 3 katika Maktaba ya Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Na leo inshallah taala tutakuwa tunakiangazia kitabu Anwarul Islam, kitabu chake Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Na kwa yule mtazamaji wetu labda angependa kukipata kitabu hiki na anauliza kwamba atakipata namna gani, basi kitabu hiki kinapatikana katika mkusanyiko Ruhan Khazain jalada la 9. Na ni kitabu cha kwanza katika jalada hili, na ni kitabu cha 30 katika kazi ya uandishi wa Sayyid Ahmad alayhi salatu wasalam. Kitabu hiki Sayyid Ahmad alayhi salatu wasalam alikiandika mnamo mwaka 1894 na kikachapishwa katika Punjab Press kule Sialkot. Kwa hivyo ni kitabu ambacho kina jumla ya kurasa 124. Na leo kwa fadhila za Mwenyezi Mungu tunakiangalia kitabu hiki ili mtazamaji wetu ajue ni kwa nini Sayyid Ahmad alayhi salatu wasalam alichukua jukumu la kufanya kazi hii muhimu, na ni yepi yanapatikana katika kitabu hiki ambayo yanatuhusu sisi kama Waislamu wa Ahmadiyya, ambayo yanatupasa kuchukua katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hivyo kwa ufupi bwana mtangazaji, hiki ndicho kitabu ambacho tunakizamia siku ya leo ili kuwapasha habari watazamaji wetu kwamba yanapatikana mafundisho yapi ndani ya kitabu hiki. Naam, na umesema kuhusiana na ukurasa wa kitabu hiki, naona si kingi sana, na nina matumaini mtaeleza yule mtazamaji ni yapi yamo ndani ya kitabu hiki. Na ukasema ni kitabu inaitwa Anwarul Islam. Ingawa yule utapata yule mtazamaji ajui maana ya Anwarul Islam. Maana ya Anwarul Islam ni nini tafadhali? Ina maana ya nuru ya Islam. Kwa hivyo kwa ufupi ni kitabu ambacho kinaangazia ubora wa dini tukufu ya Kiislamu. Naam. Amesema ni Anwarul Islam. Na msingi hasa wa Masihi Maud alayhi salatu wasalam kuandika kitabu hiki, nina matumaini ndani ya kitabu hiki kina elimu chungu nzima. Msingi yake ilikuwa ni nini tafadhali? Mwanzo nashukuru ndugu mfawidhi kwa fursa hii ambayo nimeitoa kwa moyo mkunjufu. Naam. Msingi wa kitabu hiki
Anwarul Islam kinahusu mjadala ambao Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alifanya na Wakristo. Na mtu ambaye ameangaziwa sana katika mjadala huu ni yule Reverend Abdallah Atham. Abdallah Atham alikuwa ni kasisi wa Kikristo, mwingilisti ambaye alikuwa akihubiri dini ya Kikristo, na katika mtazamo wa kitabu hiki alikuwa akilenga dini ya Kiislamu. Alikuwa anachafua jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa matusi, kochokocho na haswa juu ya Islam. Kwa hivyo ni kitabu ambacho kinazungumzia hali hiyo ya Reverend Abdallah Atham. Na vile vile Abdallah Atham, kwa sababu utabiri ulitolewa na Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam kumhusu yeye kwamba angefariki katika muda wa miezi 15. Na wakati ambapo mwezi ulifika tarehe 4 mwezi wa Septemba mwaka 1894, na ikawa jioni imefika, jua likazama, hajafariki huyo Abdallah Atham. Sasa ulifika wakati huo na kukatokea kizeazaa kikubwa sana katika eneo hilo. Vuguvugu likatokea miongoni mwa watu wengi kwamba Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasallam alitoa utabiri lakini haujatimia. Kwa hivyo ikawa watu wanashutumu Sayyidna Ahmad alayhi salam kwamba utabiri wake haujatimia ambao ulikuwa unahusu Abdallah Atham. Kwa hivyo kwa kina, kuhusiana na kina cha utabiri huu na siri yake, kitabu hiki kitaeleza zaidi hapo katika kurasa za mbele. Naam. Asante sana kwa kutueleza kiini sasa hasa ya msingi ya kitabu hiki Anwarul Islam, ni kwa sababu gani Masih Maud alayhi salatu wasalam. Lakini tukiangalia pia katika vipindi vilivyopita katika maktaba ya Masih, tumeona jina hili la Abdallah Atham limeongelewa sana. Ni kuwa huyu Abdallah Atham alisumbua sana Masih Maud alayhi salatu wasalam kidini, kuchafua dini ya Kiislamu na pia kutukana mwanzilishi wa Islamu Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, na pia akatumia mbinu yake kumweleza sifa nzuri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Uislamu. Naam. Kabla ni nini kilitokea kabla ya utabiri na baada ya utabiri wa Masih Maud alayhi salatu wasalam kuhusiana na Abdallah Atham katika kitabu hiki? Bismillahirrahmanirrahim. Bwana mtangazaji, kabla ya kujibu swali lako, ningependa kumkumbusha mtazamaji wetu katika mazungumzo ya vipindi vyetu vilivyopita kabla kwamba kuna kipindi ambacho tulizungumza kuhusu mkutano mkubwa wa kidini ambao ulifanyika kati ya Waislamu na Wakristo. Upande wa Waislamu ukiongozwa na Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, na upande wa Kristo ukiongozwa na huyu bwana Abdallah Atham na wenzake. Sasa huu mjadala ulikuwa ni mkubwa kiasi kwamba ulipatiwa jina la Jange Mukaddas, vita mtakatifu. Kwa hivyo katika huu mkutano Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alieleza na kufafanua ubora wa dini tukufu ya Kiislamu na usafi wa maisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo baada ya huu mkutano Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam akatoa utabiri kwake bwana Abdallah Atham kwamba sasa baada ya kufikia ukweli, kama utaendelea kutumia lugha chafu na kejeli kuhusu dini tukufu ya Kiislamu na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi utafikwa na maafa katika kipindi cha miezi 15. Basi baada ya huu muda kuisha na bwana Abdallah Atham hakufariki, basi wapinzani wakapata nafasi ya kukejeli na kupiga kelele kwamba ulitoa utabiri wa uongo na utabiri haujatimia. Kwa hivyo watu wakapata ile nafasi ya kufanya mzaha wa kila namna. Na ilikuwa ni huo wakati ambako Mwenyezi Mungu akamjulisha Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam katika kati ya tarehe 4 na tarehe 5 mwaka 1894 kwamba huyu bwana Abdallah Atham alishaelekea kwenye ukweli, kwamba sawa na yale masharti ya utabiri alishaelekea kwenye ukweli. Basi Ahmad alayhi salatu wasalam akazima ule upinzani, akasema kwamba Abdallah Atham tayari alishaelekea kwenye ukweli, alishakubali ukweli lakini kimya kimya. Basi Ahmad alayhi salam akataka kwamba ikiwa si kweli kwamba Abdallah Atham hukukubali ukweli, basi kuja hadharani utangaze mbele ya watu kwamba hukukubali ukweli. Lakini huyu bwana hakuja. Kwa hivyo baada ya haya yote, basi Ahmad alayhi salatu wasalam akaweza kudhibitisha kwamba huyu bwana ni kwamba alielekea kwenye ukweli. Kwa hivyo katika kitabu hiki Sayyidna Ahmad alayhi salam tunaalika wale watazamaji wetu kwamba wapate nafasi ya kujua ni kwa nini
huyu Sayyidna Ahmad alayhi salam alichukua jukumu la kuandika kazi hii muhimu, na ni yepi anapatikana ndani yake ambaye inatufaa katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hivyo kwa ufupi, bwana mtangazaji, haya ndio yaliyojiri baada ya ule muda ambao utabiri ulifanywa na ukao umeisha na huyu bwana hakufariki. Asante sana, hiyo imeweka wazi kwa yule mtazamaji apate kujua ni nini kilitokezea kati ya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam na yule Abdullah Atham. Na tumeona pia rehema ya Mwenyezi Mungu hapo hakumwacha Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, akamueleza ya kuwa huyu jamaa alikuwa amenyamaza, haenezi uongo kama hapo awali. Naam, alinyamaza, na pia kunyamaza kwake wengine wakapata nguvu. Utabiri ule haujatimia, utabiri ambao Masih Maud alayhi salatu wasalam alitabiri haijatimia. Wakaanza kueleza ya kuwa we ni muongo, bali hawajui ya kuwa Mwenyezi Mungu ako na mipango yake. Makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Basi Mwenyezi Mungu akamueleza ya kuwa kunyamaza kwake ni kuwa alielekeza kwenye nini? Kwenye ukweli. Na kama sio hivyo, basi Masih Maud akamueleza ajitokezee nini? Ajitokezee wazi ili watu waone ya kuwa alikuwa kwenye ukweli ama kunyamaza kwake ilikuwa ni nini. Asante sana Mwalimu Saib kwa hali hiyo. Je, hali ya huyu bwana Abdallah Atham ilikuwaje baada ya kutolewa kwa utabiri wa Masih Maud alayhi salatu wasalam? Tafadhali. Asante sana ndugu mfawidhi. Baada ya kutolewa utabiri huu wa Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam, huyu bwana Atham alijuta, akielekea kwenye ukweli, lakini hakujionyesha hadharani, hakutubu hadharani. Kwa hivyo alikuwa anakaa katika hali tenge kama ya kujificha kidogo, hali ya kuwa alikuwa anajutia kosa lake la kushtumu dini ya Kiislamu kwa kutoa shutuma ambazo hazina umuhimu wowote kwake. Ilikuwa ni kinyume kabisa hata cha staha yake ya kwamba alikuwa anatusi dini ya Kiislamu. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam baada ya kutoa utabiri huu, huyu bwana akafanya kukaa kimya, kalipojitenga. Wakati mwingine akawa sasa amekaa katika hali ya kuchanganyikiwa. Akawa naona zile ruya za jinamizi, mara anahofia kwamba kuna watu wanatafuta kumwangamiza. Wakati mwingine anaona ni kama anaandamwa na wanyama, anaona kama mbwa anamwandama mkali, alafu akawa na hofu, anaogopa. Ilibainika wazi kwamba alikuwa na ulinzi na watoto wake pia walikuwa wanafanya kazi katika serikali, alikuwa na askari wakimhudumia, lakini alibakia katika ile hofu ya kuchachatika kwamba hakuonekana kuwa mhadharani, na ile jazba yake ya kutusi dini ya Kiislamu iliyeyuka na imani yake ikaanza kuyeyuka taratibu, mpaka kuna wakati ambapo alionekana kwamba sasa ni kama ana mfano wa mtu ambaye hana dini. Akabaki kimya. Naam. Asante sana Mwalimu Saib kwa kueleza hali hii ya kushangaza ya bwana huyu Abdallah Atham ambaye alikuwa anajifanya kuwa simba. Naam. Basi baadaye wale wakipiga kelele, basi inaonekana ilimpatia nguvu ya kuwa utabiri haijatokea. Basi inaonekana Mirza sio mkweli sawa na mawazo yao. Ndiyo. Sasa baadaye Mwenyezi Mungu naye akamuonyesha kumbe huyu ni simba wa Mwenyezi Mungu. Wewe huwezi kuwa simba. Basi akapitia hizo shaka ambayo umetueleza kuwa anafanywa nini. Ulieleza kuhusiana na hofu yake. Kule kuchanganyikiwa, akawa na hofu. Naam. Mpaka anaanza kuona njozi za jinamizi, kwamba anaandamwa na watu wengine wanakuja na mikuki, anaogopa. Kuna wanyama wanamfuata, wanyama mbwai. Akaona mbwa akaogopa sana. Lakini haya yote yalikuwa kuchanganyikiwa. Hiyo ni kuchanganyikiwa kweli. Ndio. Kuambia uwezi shindana na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akituma mtume wake basi uwezi cheza na yeye. Naam. Mwalimu Saib, kuhusiana na kitabu hiki Anwarul Islam, kilijikita katika hoja ipi kuu ya mwanzilishi wa Jumuiya wa Islamu Ahmadiyya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad? Alifanya nini kuthibitisha kwamba Abdallah Atham huyu bwana alikuwa amebadilisha mtazamo wake kuhusu dini ya Kiislamu? Tafadhali. Asante sana bwana mtangazaji. Namna ambavyo tumesikia ni kwamba baada ya ule muda wa miezi 15 kupita, na bwana Abdallah Atham
hakufariki, basi wapinzani walipata nafasi ya kufanya dhihaka za kila namna, kupiga kelele, kuleta tafrani mitaani. Basi Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam akalenga kuzima zile kelele. Kwa hivyo katika hiki kitabu alijikita mizizi katika kujibu shutuma na uongo au hoja za wale wapinzani. Akaeleza kwamba sababu wakati utabiri unatolewa kulikuwa na masharti, kwamba ikiwa bwana Abdalla Atham baada ya kufikiwa na ukweli, kama atakimya na aache kushambulia dini tukufu ya Kiislamu, basi ile maafa hayatampata, lakini kama ataendelea basi atapatwa na ile maafa. Na tayari Mwenyezi Mungu alishamjulisha Sayyidna Ahmad alayhi salam kwamba huyu bwana alishaelekea kwenye ukweli. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salam akalenga kuzima zile kelele kwa hizi hoja. Na akasisitiza kwamba ikiwa si kweli kwamba bwana Abdalla Atham hakuelekea kwenye ukweli, basi aje hadharani ale kiapo mbele ya watu kwamba hakuelekea kwenye ukweli. Na pia Sayyidna Ahmad alayhi salam akasikitika katika kitabu hiki kuhusu hawa maulama wa Kiislamu kwamba badala ya kusimama naye, kwa sababu mjadala ulikuwa ni kati wa Wakristo na Waislamu, sasa badala ya hawa maulama kusimama upande wake kusaidia Uislamu, wakaamua kuruka ule upande wa pili, wakaungana na hawa wapinzani wa Kikristo katika kumkejeli. Kwa hivyo anawasikitikia hawa maulama. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salam akasisitiza kutaka kuwazima hawa kwamba mleteni Abdalla Atham, kama kweli hakuelekea kwenye ukweli, basi akubali ale kiapo mbele ya umma kwamba sikukubali ukweli. Na pia akatoa hata rupia, akatoa hata faini, akasema kwamba ikiwa bwana huyu atakuja ale kiapo mbele ya watu, basi niko tayari kutoa faini ya rupia 1000 kama faini kwa mimi kutoa utabiri ambao sio ukweli. Lakini huyu bwana bado hakuweza kuja hadharani mbele. Akaongeza hata ile faini, akasema kwamba niko tayari kuongeza ifike rupia 2000 Abdalla Atham aje akubali kwamba hakuelekea kwenye ukweli. Lakini bado huyu bwana alikaa kimya, yani kuonyesha wazi kwamba ni kweli kwamba hawa walikuwa wamekubali kwamba huyu bwana Abdalla Atham alielekea kwenye ukweli. Na bado Sayyidna Ahmad alayhi salam akaandika hata barua kwa jina lake Abdalla Atham kwamba kama ni ukweli unasema kwamba hukuelekea kwenye ukweli, basi njoo mbele ya watu ule kiapo. Lakini huyu bwana hakujitokeza. Mwisho wa siku yule referee bwana Dr. Martin Clark akamjibu Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasallam, akasema kwamba bwana Abdalla Atham hayuko tayari kula kiapo. Kwa hivyo kwa njia hii Sayyidna Ahmad aliwazima na zile kelele zao kuonyesha kwamba hamuko na hoja yoyote, bali huyu bwana ni ukweli kwamba alikubali ukweli, lakini kimya. Ndio hii inaonyesha umenikumbusha kuhusiana na wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuma mitume hapa duniani, basi lazima wanapata wapingamizi. Lakini kitu ya kusikitisha sana tunaona katika zama za Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ndani ya Uislamu kulikuwa pia na wanafiki ambao walikuwa wanasaidia maadui kule kuharibu dini ya Kiislamu, lakini tunaangalia katika historia hawakufaulu. Na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuma huyu mwanzilishi wa jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasallam, naye akapitia changamoto zile, na hii yake ikawa tena ngumu zaidi. Waislamu ambao hadharani ni Waislamu, sisi ni Waislamu, tumetoa shahada, tunaswali sala 5 kila siku, wanajiita Waislamu, wamejikita katika Uislamu, lakini baadaye wanaenda upande wa Uislamu, wanaenda kusaidia yule Mkristo ambaye ni Abdalla Atham kupiga nini? Kupiga Uislamu, licha hawakujua ya kuwa hii ni mti uliopandwa na Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye akafanya maneno na ile utabiri wa Masih Maud alayhi salatu wasalam kutimia. Basi shangwe walinyamaza baada ya Mwenyezi Mungu kuwaeleza. Naam, kwa nini Abdalla Atham hakuthubutu kuchukua kiapo alichoombwa na Masih Maud alayhi salatu wasalam kama vile alivyotueleza mwalimu wetu mpendwa? Tafadhali Mwalimu Said. Ndugu mfawidhi, awali kilitokea kioja kikubwa sana. Naam. Ya kwamba wale wapinzani walipoungana na yule Abdalla Atham katika kusherehekea kwamba hajafa, hata walimbeba juu, yani kuonyesha ni kama mshindi wa kura. Walimbeba juu kuonyesha kijijini kwamba mshindi ndiye huyu. Lakini baadaye Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam akasisitiza, akasema kwamba bado mimi natoa ile fidia ya shilingi 1000, ya ile rupia 2000,
ikiwa Abdallah Atham atakuja hadharani akule kiapo ya kwamba bado hajabadili msimamo wake katika kuupinga Uislamu na kupinga mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na yale matusi yote aliyomwelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi nampa rupia 2000 aje hadharani aape ale kiapo kwamba msimamo wake ni ule ule. Abdallah Atham alinyamaza, hakusema kitu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam aliendelea kusisitiza na mpaka akaongeza kikafikia kima cha rupia 4000. Akamweleza kwamba njoo hadharani uape ya kwamba huwezi kwenda kinyume na msimamo wako wa kutusi na kumpinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia hakujitokeza, alikaa kimya, na ikabainika wazi kwamba kweli katika ule ukimya wake alikuwa anatubu na anauelekea ukweli kwa sababu ya yale aliyokuwa amefanya, akijutia. No. Katika hali ile ya kujutia alijitenga na watu, akakaa kimya, na alikuwa si mhadharani tena. Alikata ile mihadhara aliyokuwa nayo dhidi ya Uislamu, mijadala yote akasimamisha. Hakuandika hata makala, hakutoa hotuba yoyote dhidi ya Uislamu, wala kuandika vitabu au majarida. Alinyamaza. Aliendelea katika hali hii ya kukaa kimya, kusalia kule, kukaa katika upweke. Na katika hali hiyo basi ikawa inadhihirika mbele ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, hata na wale wapinzani wengine, kwamba huyu bwana tayari anajutia, ana hofu juu ya ule msimamo wake. Alikuwa na hofu kubwa sana. Na katika kukata yale mawasiliano, Abdallah Atham alikuwa tayari amehama kutoka sehemu hadi nyingine. Alihama Amritsar, akaenda kule Ferozpur, kule Ludhiana kwanza, alafu Ferozpur, alafu baadaye akahamia maeneo mengine, na akabaki kwamba yeye anakaa kimya. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa ametabiri ule msimamo wa Mwenyezi Mungu tangu azali. Sheria ya Mwenyezi Mungu inasema kwamba mtu mpinzani ambaye anakiuka hatua zote za kumtii Mwenyezi Mungu, alafu anasimama hadharani kumpinga Mwenyezi Mungu, bila shaka yeye mwenyewe anakuwa ndiye fundi wa maangamizo yake. Kwa hivyo sasa alianza kujiangamiza yeye mwenyewe katika hii hali, na mchakato mzima ulikamilika pale mwaka 1896 wakati alikumbana na kifo chake katika hali ya fedheha, na ikawa umetimia utabiri wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwamba mpinzani wake atakufa katika hali ya fedheha. Naam. Naam. Hii iko wazi kabisa, huyu bwana Abdallah Atham alikuwa katika hali ya wiliwili, kama fisi tuseme hivyo. Hapa tunasema fisi akinusa huku harufu yake nzuri kwake, huku naye hasa nashindwa cha kufanya. Sasa huyo Abdallah Atham inaonekana alijua Masih Maud alayhi salatu wasalam, huyu ni simba wa Mungu, huyu ni mkweli, bila shaka. Hivyo akajitenga. Sawa na aibu nini ataki kuji, lakini akiangalia ile hadhi yake, akiangalia ile cheo alichokuwa nacho, hakuwa anataka akiache. Sasa wale pia unaona wale wafuasi wake pia kwa shangwe na nderemo wanaanza kusema ya kuwa unaona utabiri haikutimia bana, ule si mkweli. Sasa alishindwa pa kuenda, ndiposa ukasema akaanza kuhamahama, na naona hii ilikuwa ni aibu, ilikuwa inamuingilia. Naam, kwa hivyo yule mtazamaji najua amepata historia nzuri, picha nzima kuhusiana na Abdallah Atham ambaye alikuwa ni padri. Naam, je, unaweza kueleza yule mtazamaji maneno ya mwisho kuhusiana na kitabu hiki? Kwa hakika nimekielewa kuwa ni Anuharul Ulum kweli. Naam, tafadhali. Bwana mtangazaji, Mwenyezi Mungu alishatangaza katika Qur'an tukufu kwamba yeye na mitume wake ndio watakaoshinda. Kwa hivyo siku zote Mwenyezi Mungu husimama pamoja na mitume wake. Na imedhibitika wazi katika mchakato huu mzima kwamba Mwenyezi Mungu alisimama na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam dhidi ya wale wapinzani wake. Na hata mwisho wa siku wale waliokuwa wakipiga kelele mitaani waliishia kufedheheka, kwa sababu huyu bwana Abdallah Atham mwisho wake ulikuwa ni mwisho wa fedheha, na hawa pia wakapata fedheha, na ile kelele zao zikakuwa zimeshindwa, na ukweli
ukabainika dhidi ya upotevu. Mtazamaji wetu anapaswa kujua kwamba huu ndio msimamo wa Mwenyezi Mungu na ndio ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na inadhibitisha ukweli wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Asante sana. Umesema ahadi ya Mwenyezi Mungu lazima itimie, na nikikumbuka aya ya Qur'ani Mwenyezi Mungu akieleza mimi na mitume wangu tutashinda. Kwa hakika Masih Maud alayhi salatu wasalam alishinda dhidi ya Abdullah Atham. Naam, maneno yako ya mwisho kwa mtazamaji, Mwalimu Saib. Kwa hakika kitabu hiki kimetoa mwangaza mkubwa sana, ndio maana kinaitwa Anwarul Islam. Kwa sababu kimeshadhihirisha kwamba mshindi Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa yeye anamtegemea Mwenyezi Mungu. Islamu ambaye alikuwa anaitetea ndio dini ya haki. Na yule ambaye alikuwa analeta dini yake na kulinganisha na Uislamu kwa mtazamo ambao ni hasi, basi ndiye yule ambaye alifedheheka na akaangamia katika ile fedheha yake. Bimaana daima Mwenyezi Mungu na manabii wake ni washindi, na wakati wanaposhinda upande wa pili fedheha ndio inamwangusha yule mshinde. Naam. Hakika tunaona katika historia basi fedheha ilimshika yule Abdallah Atham, akafa kifo cha aibu. Na kabla hata kifo umetueleza hofu ambayo ilikuwa inamuingilia. Naam, tunajua ya kuwa Mwenyezi Mungu ni yule ambaye anatuma mitume wake na lazima awasaidie kushinda. Asanteni sana kufika katika kipindi hiki nzuri, na kwangu binafsi ningependa tuendelee kueleza yule mtazamaji kuhusiana na vitabu hivi ambavyo vimebaki vya Masih Maud alayhi salatu wasalam. Kila mwanajumuiya, hata yule siye mwanajumuiya ambaye anatutazama, basi apate kuangalia na kusoma vitabu hivi vya Masih Maud alayhi salatu wasalam. Zile mambo ambayo wanasikia ni kinyume na mafundisho yake, basi watapata katika hazina hizi ambazo amekuja kuzigawa. Asanteni sana kufika katika studio yetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ndugu mpendwa mtazamaji, nina hakika unapata yale ambayo unataka kuyasikia kupitia kitabu hiki Anwarul Islam. Na sio kitabu hiki tu, basi ni kitabu zingine ambazo tumeziangazia katika vipindi vilivyopita. Msimu wa kwanza ikiwa na vipindi 12, msimu wa pili vipindi 12. Basi una elimu, hakuna pa kukimbilia ila kukimbilia mafundisho haya ya Masih Maud alayhi salatu wasalam, hazina hizi na mali hizi ambazo ilitabiriwa na Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hapa katika studio tunakupatia tu ndoo kidogo kupitia vitabu hivi. Basi enda uchukue kitabu kimoja, basi utapata utamu. Kuwa nasi katika kipindi kijacho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा, ऐ आज़मान वाले ये नुस्खा भी